إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى كما أوصي نفسي بذلك. Kwanza kabisa ninakuhusieni katika kumcha Allah tabaraka wa taala kama vile ninavyoihusia nafsi yangu katika jambo hilo. Ndugu zangu katika imani, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ukiangalia Qur'an utakuta ya kuwa Allah amefungamanisha baina ya ibada mbili katika aya isiyokuwa moja, ibada ya saum na ibada ya funga. Na hizi saum na funga ni nguzo mbili ambazo ni miongoni mwa zile nguzo tano za Uislamu ambazo alizitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema buniya al-islamu ala khamsi, Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Akaitaja ya kwanza akasema shahadatu an la ilaha illa Allah, ni kushuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, na hakika Muhammad ni mjumbe wa Allah, wa iqami ssalati, na kusimamisha swala, wa itai zakati, na kutoa zaka, wa sawmi ramadhana, na kufunga Ramadhan, wa hajji albayt, na kuhiji nyumba tukufu. Ayuha alikhwa, enyi ndugu zangu, inna salata wa siyama, hakika swala na funga kal janahaini litair, ni kama zilivyokuwa mbawa mbili kwa ndege. La yatiru illa bihima ma'a, ndege hawezi kuruka isipokuwa pale atakapokuwa na mbawa zake zote mbili kwa pamoja. Lidan faman swama wa taraka as-salata kana kama yatiru bijanahi wahid. Hii maana yake ni kwamba yule ambaye atafunga na akashindwa kuzihifadhi swala, basi huyu ni sawasawa na ndege ambaye anajaribu kuruka kwa ubawa wake mmoja na hataweza jambo hilo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema akiwa anafungamanisha baina ya nguzo hizo mbili, Allah akasema wa aqimu ssalata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in, simamisheni swala, toeni zaka, na rukuuni pamoja na wale wenye kurukuu. Allah subhanahu wa ta'ala akasema tena akiwa anataja baina ya swala na subra, ambayo subra ndiyo asiyam. Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, ista'inu bis-sabri was-salati, takeni msaada kwa subra na swala,
inna Allaha ma'as sabirin, hakika Allah yuko pamoja na wenye kusubiri. Qala al-mufassirun fi hadhihi al-aya, wafasiri wanachuoni mbalimbali wakasema kuhusiana na hii aya, as-sabru huna, subra iliyokusudiwa hapa, yashmalu siyam, inaenea ama inaingia pia katika funga, yani funga pia inaingia katika subra ambayo imekusudiwa hapa. Lidha na hivyo ndio utakuta summiya Ramadhan shahra as-sabr, Ramadhani ikaitwa kuwa ni shahru as-sabr, ni mwezi wa subra. Allah subhanahu wa ta'ala amefungamanisha bainahu wa baina salati, baina ya subra na baina ya sala, liannahuma ma'a, kwa sababu viwili hivyo kwa pamoja, yu'inani almuslima ala mashaqil hayat, viwili hivyo kwa pamoja pale vinapokwenda sambamba vinamsaidia muislamu katika maisha yake ya dunia. Ayuha shaimun, i'lamu, fahamuni, kila mmoja katika sisi anatakiwa fahamu, anna siyamaka manutun bi salati, kwamba sala yako imefungamanishwa na funga yako, hiyo funga yako imefungamanishwa na swala yako. Faman taraka salata wa huwa shaimun, basi yeyote ambaye ataacha swala hali ya kuwa amefunga, fa innahu yujahidu nafsahu jaw'an wa 'atasha, kwa hakika huyo itakuwa anaipambania nafsi yake, ama nafsi yake inapambana na njaa na kiu, wala yanalu thawab, wala hapati malipo ya aina yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata, basi wakaja baada ya kupita hao, vikaja vizazi baada yao, adaa'u as-salata, wakazitupa swala, wattaba'u ash-shahawata, na wakafuata matamanio, fasawfa yalqawna ghayya, basi hawa kwa hakika watakuja kukutana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa anabainisha nafasi ya swala katika Uislamu, akasema, as-salatu imaduddin, swala ni nguzo ya dini. Faman aqamaha faqad aqama ad-din, yeyote atakayesimamisha swala kwa hakika huyo itakuwa ameisimamisha dini. Waman hadamaha faqad hadama ad-din, na yeyote ambaye itakuwa ameipoteza swala, ameitupa swala, basi kwa hakika huyo itakuwa ameipoteza dini ama ameitupa dini. Ndugu zangu katika imani, sasa inakuwaje mtu anafunga hali ya kuwa si mwenye kuswali? Inakuwaje mtu aweze kupata malipo yale yaliyokusudiwa, aweze kupata matunda yaliyokusudiwa katika funga hali ya kuwa ameiangamiza dini yake? Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, waman hadamaha, na yule atakayeiangamiza hiyo swala, akaitupa hiyo swala, basi kwa hakika itakuwa ameitupa dini yake. Sasa itakuwaje mtu ambaye anafunga hali ya kuwa haswali, atapataje matunda ya funga yake hali ya kuwa ni mwenye kuitupa dini yake ama ni mwenye kuiangamiza dini yake? Ndugu zangu katika imani, swala na funga, swala ni msingi, swala ni mfano wa msingi, na funga ni jengo katika msingi huo. Sasa ajabu iliyoje namna vile ambavyo baadhi ya watu wanajaribu kusimamisha jengo hali ya kuwa hawajaanza kuweka msingi wa jengo hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah, hakika jambo la kwanza ambalo mja atahesabiwa kwa jambo hilo siku ya kiyama, min amalihi, katika matendo yake yote, salatuhu, ni swala yake. Jambo la kwanza ambalo mja atahesabiwa siku ya kiyama katika matendo yake yote ni swala yake. Fa in salahat, ikiwa swala itanyoka ikasilihi ikawa iko sawa sawa, faqad aflaha wa anja,
huyu ndiye atakuwa amefaulu na ameokoka. Kwa maana ikiwa wewe unafunga hali ya kuwa hauna swala, kisha siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala kitu cha kwanza kuwahesabu waja wake katika matendo yao ni swala. Ikiwa swala itaonekana iko vizuri, basi ndiyo anakuja kuangaliwa mambo mengine. Sasa inakuwaje kwa huyu ambaye si mwenye kuswali na anafunga? Allah subhanahu wa ta'ala atakapomhesabu katika swala yake akakuta swala hamna, bimaana huyu hatoweza kuwa katika wale ambao wamefaulu mbele zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hikma kubwa katika funga. Funga inazilea nafsi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Funga inazilea nafsi katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa yeyote yule ambaye atakuwa ni mwenye kufunga lakini atakuwa ni mwenye kuacha swala, bimaana taraka at-ta'ama wash-sharab, ameacha kula na ameacha kunywa, lakini akashindwa kutekeleza ibada ya swala, akawa si mwenye kuihifadhi swala kwa namna ile aliyoiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika huyu itakuwa anatenda maasi, na maasi haya ni makubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, hakika swala inawaepusha waja kutokana na machafu na mambo mabaya, mambo ya munkar. Sasa ndugu yangu katika imani, utapataje matunda ya funga yako hali ya kuwa umeshindwa kuzihifadhi swala zako, swala ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndio zinamweka mbali mja na mambo machafu na madhambi na maasi, kumwasi Mola wake subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi maarufu akasema, ya ma'shara ash-shabab, enyi kongamano na vijana, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, mwenye kuwa na uwezo miongoni mwenu basi aoe, falyatazawwaj, basi aoe. Wa man lam yastati, na yeyote yule ambaye hataweza, hatakuwa na uwezo wa kuoa, fa alayhi bisawm, basi anatakiwa yeye afunge, fa innahu lahu wija, kwani hakika hiyo funga kwake yeye ni ngao, funga kwake yeye ni kinga. Lidhan ayuha nasu ibadallah, as-siyamu wijaun ay husnun, funga ni hisnu, ni ngao, ni ngome, ni kinga ambayo inamzuilia mwanadamu, inamkinga mwanadamu kuingia katika matamanio mbalimbali yale ambayo yamekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hebu angalieni namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia siku ya mwanadamu yote kwa ujumla wake ni yenye kuzungukwa na swala. Yabda'u siyam, funga inaanza baada al-fajr, baada ya kuchomoza al-fajr. Yaqidu al-muslim niyatahu ba'da as-suhuri thumma yusalli, muislam anafunga nia yake baada ya kula daku, anafunga nia yake, kisha baada ya hapo anaenda kuswali swala ya al-fajr. Kisha baadaye inakuja adh-dhuhr wal 'asr, swala ya dhuhri na swala ya al-'asr. Wasatun nahar, hii ni katikati ya mchana, ma'al ju'i wal 'atash, licha ya mwanadamu kuwa na njaa, kuwa na kiu. Taati salatu, swala inakuja litudhakirahu biman yasumu lahu, zinakuja swala ili kumkumbusha mwanadamu huyu hii funga anayoifunga anaifunga kwa ajili ya nani. Kisha baada ya hapo inakuja swala ya maghrib. Swala ya magharibi mtu anafungua kinywa, anaenda kuswali, kisha baada ya hapo ndiyo anakuja kula, yani anaswali kwanza kisha baadaye ndiyo anakuja kula. Anafungua, anaenda kuswali, akishaswali ndiyo anakuja kula. Angalia ndugu yangu katika imani,
kisha baadaye inakuja swala ya Isha, na baadaye inakuja swala ya tarawih ambayo ni zina. Tarawih ni zina, bimaana ni pambo kwa funga ya mwanadamu. Sasa angalia namna ambavyo hizi swala, kuanzia swala ya alfajiri mpaka inapofika swala ya Isha mpaka inakuja swala ya tarawih, namna ambavyo zimeizunguka siku mzima ya mwanadamu, siku mzima ya mfungaji. Miongoni mwa swala hizo ni zipo swala ambazo zinamkumbusha mwanadamu, licha ya kuwa njaa imekolea, mwili unalalamika kutokana na njaa, moyo wake unalalamika kutokana na kiu, lakini bado swala inakuja na inamkumbusha ya kwamba anatakiwa aswali ili aweze kutanabahi hiyo funga anaifunga kwa ajili ya nani? Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema aqimis salata liduluki shams, simamisheni swala kwa kupinduka kwa jua. Jua linapopinduka simamisheni swala ila ghasaqil layl, mpaka katikati ya usiku. Wa Qur'an al-fajr, na Qur'ani ya al-fajr, yani swala ya al-fajr, Qur'ani inayopatikana katika swala ya al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, hakika Qur'ani ya al-fajr ni yenye kushuhudiliwa na malaika. Hii inaonesha ni namna gani siku ya mwanadamu imezungukwa na swala mbalimbali ambazo anatakiwa yeye azitekeleze swala hizo kwa ajili ya kumtukuza na kumwabudia Mola wake subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man, yeyote yule ambaye qama ramadhana, amesimama katika mwezi wa Ramadhani, imanan, akiwa na imani, wahtisaban, na akiwa ni mwenye kutaraji malipo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kusamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Qama ramadhana, amesimama katika mwezi wa Ramadhani, bimaana sio amesimama kwa maana ya kusimama, bali amesimama kwa maana ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Man sama ramadhana imanan wa ihtisaban, katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban, mwenye kufunga Ramadhani hali ya kuwa na imani na kutaraji malipo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, basi husamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Kule amesema man qama ramadhana, huku akasema man sama ramadhana. Utaona namna ambavyo mwanadamu anatakiwa awe katika mwezi wa Ramadhani, afungamanishe baina ya funga na baina ya qiyam, baina ya funga na baina ya kisimamo, baina ya swala. Viwili hivi lazima vipatikane kwa mwanadamu katika mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika umekuja ujira maradufu kwa yule ambaye amefungamanisha baina ya funga na baina ya swala, annahu nala al-maghfira al-kamila, ya kwamba mtu huyo ambaye amefungamanisha viwili hivyo, basi yeye ndiye ataingia katika wale ambao wametajwa ya kuwa watapata msamaha uliokamilika. Na hii ni dalili, ndugu zangu katika imani, tena ni dalili yenye kukata kabisa, ala anna Allah arada lana an najma'a bainahuma, ametutaka sisi tukusanye baina ya viwili hivyo, yani funga na swala. Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka tuvifungamanishe viwili hivyo, na wala tusiviachanishe viwili hivyo, kwa sababu itakuwa hatujafikia yale ambayo ameyataja Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema akiwa anaisifia swala, akasema as-salatu hiya ruhu dini wa umuduhu, swala ndiyo roho ya dini na ndiyo nguzo yake. Faman adha'aha faqad dhayya'a ad-dina, yeyote ambaye itakuwa ameitupa swala, ameipoteza swala, basi kwa hakika huyo itakuwa ameipoteza dini yake. Waman aqama as-salata, na yeyote mwenye kuisimamisha swala, wasama ramadhanahu, na akafunga ramadhani yake, faqad bana sarha al-imani matina, basi kwa hakika huyo itakuwa amejenga mnara madhubuti wa imani. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema
swala ndiyo roho ya dini, swala ndiyo nguzo ya dini. Yeyote ambaye ataipoteza swala, basi kwa hakika huyo ameipoteza dini yake. Na yeyote ambaye ataisimamisha swala na akafunga Ramadhani yake, basi kwa hakika huyo itakuwa amejenga mnara madhubuti wa imani yake. Waqala shair, na akasema moja miongoni mwa washairi akasema, sumta ani taami fa aina sawmuka, umefunga wewe kutokana na chakula, fa aina sawmuka, basi iko wapi funga yako, anil kadhbi wal lahwi wal isyan, iko wapi funga yako kutokana na uongo, iko wapi funga yako kutokana na upuzi, iko wapi funga yako kutokana na maasi. Akasema watarakta salata, na ukaiacha swala, wa qulta asumu, na ukasema kuwa mimi ni mwenye kufunga, fa ayu siyami bila sultani, basi inakuwaje funga bila sultani, bila ya kiongozi? Funga hiyo ni funga gani hiyo ambayo inaweza ikapatikana kwa mja bila ya kupatikana kiongozi wa funga hiyo? Kisha akasema as-sawmu jasadun, funga ni kama mfano wa kiwiliwili, was-salatu ruhuhu, na swala ndiyo roho ya kiwiliwili hiko. Fala tufarriqu baina ar-ruhi wal-jismani, basi isije mwanadamu akatenganisha baina ya roho na kiwiliwili. Unaonaje wewe mwanadamu viwili hivi vikatengana, baina ya roho yake na kiwiliwili chake? Ipi inakuwa hali ya mwanadamu huyo? Tunaweza tukawa naye saa hizi hapa katika swala? Haiwezekani. Sasa na swala ndiyo roho, swala ndiyo roho, na funga ni mfano wa kiwiliwili. Sasa ukitenganisha viwili hivyo, basi matatizo makubwa tunatarajia yatapatikana. Na katika hikima ambazo zimerithiwa wanasema as-salatu mizanu din, swala ndiyo mizani ya dini. Faman wafaha haqqaha waffa dina haqqahu, yeyote ambaye ataitekeleza hiyo swala, ukweli wa kuitekeleza, akatekeleza haki za swala, basi kwa hakika huyo itakuwa ametekeleza haki za dini, huyo itakuwa ametekeleza haki za dini yake. Na wengine wakasema som li rabbika la linnas, funga kwa ajili ya Mola wako, usifunge kwa ajili ya watu. Wasalli li rabbika la lil'ada, na swali kwa ajili ya Mola wako, wala usiswali kwa ajili ya mazoea. Ipo hikima nyingine ambayo imerithiwa, wanasema man aqama salatahu, yeyote ambaye ataisimamisha sala yake, faqad aqama nafsahu, basi kwa hakika wewe itakuwa ameisimamisha nafsi yake. Mwenye kuisimamisha sala yake ikasimama sawa sawa, basi kwa hakika wewe itakuwa ameisimamisha nafsi yake, nayo itasimama sawa sawa. Wa man adha'aha, na yeyote ambaye itakuwa ameipoteza sala yake, fa huwa lima siwaha adyahu, basi huyo kwa hakika anatarajiwa kwa yale yasiyokuwa swala atakuwa ni mwenye kuyapoteza zaidi, ikiwemo funga. Ikiwa hata ihifadhi swala yake, akailinda swala yake, basi funga na matendo mengine yote hatoweza kuyalinda. Ndugu zangu katika imani, katika mithali za Waarabu zinazopatikana, ipo mithali ambayo inasema as-sawmu bila salati, funga bila ya swala, kalharfi bila badhri, ni kama vile kulima bila ya kupanda. Ukalima afu ukaacha hivyo hivyo bila ya kupanda, yani taabun bila thamar. Maana yake kwamba unachoka, ni kujichosha tu, unachoka, unapata tabu bila thamar, bila ya kupata matunda yoyote. Lidhan ayuha nasu ibadallah, hivyo basi enyi watu waja wa Allah tabaraka wa taala, idha ijtama'a al-ju'u wal khushu'u, pale ambapo vitakusanyika njaa na khushu', unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fatilka hiya al-ibadatu al-haqiqiyyatu, hiyo ndiyo ibada ya hakika kabisa. Vikikutana vikawa vinaenda sambamba, njaa wal khushu', bimaana funga na swala
vikakutana kwa pamoja, basi hiyo ndiyo ibada ya hakika kabisa aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الإخوة أي نغزان كتك الإيمان من المسائل التي يسأل عنها كثيرون miongoni mwa mambo ambayo wanauliza wengi katika watu, hal yasihu siyamu man la yusalli, je, inasihi inafaa funga ya yule ambaye haswali? Sasa qala jumhurul ulama wengi katika wanachuoni wakasema siyamuhu min haythu sihhatu as-suriyatu qa'imun, funga yake kwa upande wa sura ya nje, funga yake hii ambayo anafunga bila ya kuswali, kwa upande wa sura, yani muonekano wake, qa'imun, funga hii ni yenye kusimama, yani kwa maana ni yenye kukubalika. Wakasema ghaira anna ithmu tarki salati a'zam, isipokuwa tu madhambi ya kuacha swala ni makubwa zaidi, min an yujbirahu siyamu, kiasi kwamba yakaweza kuzibwa, yani pengo la kuacha swala likaweza kuzibwa na malipo ya funga yake. Haiwezekani. Yani madhambi ya kuacha swala ni makubwa mno kuliko malipo ambayo anayapata katika funga yake. Jumhurul ulama wakasema kwamba funga yake itakuwa ni sahihi, atapata malipo, lakini madhambi ya kuacha swala ni makubwa mno kiasi kwamba yale malipo anayoyapata katika funga hayawezi yakaziba lile pengo la yeye kuacha swala kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ba'dul ulama, baadhi ya wanachuoni wao wakasema inna tarka as-salati kufrun akbar, hakika jambo la kuacha swala ni kufru iliyokuwa kubwa. Na hili wamelisema istinadan ila qauli nabii sallallahu alaihi wasallam, wakiegemea katika maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarku salah, baina ya mtu na baina ya shirki na kufuru ni kuacha swala. Yani kilichopo katikati yako wewe ni swala, ukiitekeleza swala unakuwa minal muslimin muti'ina lillahi subhanahu wa ta'ala, unakuwa ni katika waislamu wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiacha swala maana wewe unaingia katika kufuru na shirki. Hayo ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na kundi la pili la wanachuoni wao wakaegemea katika kauli hiyo, na ni hadithi ambayo imepokelewa na Imam Muslim. Lidhan ayuha almuslim, hivyo basi utaona ewe ndugu yangu muislamu kwamba jambo hili la kuacha swala lakini mtu akawa anafunga swala, haswali lakini anafunga, bado linakuwa ni madhmuman, ni jambo lenye kusemwa vibaya, ni jambo ambalo halifai kwa kauli yoyote miongoni mwa kauli mbili hizi ambayo wewe utaichukua. Ukiichukua kauli ya kwanza kwamba funga yako inakubaliwa, unapata malipo, lakini unatakiwa ufahamu ya kwamba dhambi ya kuacha swala ni kubwa kiasi kwamba malipo unayoyapata kwenye funga hayawezi yakaziba sehemu iliyotoka swala. Na ukichukua kauli ya pili, bimaana anta laysa bimuslim, lasta minal muslimin, kwamba wewe hautaingia katika Uislamu, katika kauli ya pili. Kwa hiyo kauli zote mbili yeyote ambayo ukiichukua bado inakuwa inakupiga wewe, inakuweka wewe sehemu mbaya, inakuweka katika nafasi mbaya mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, sasa inakuwaje muislamu anaipa raha
roho yake, nafsi yake inakuwa ni yenye kustarehe, ni yenye kujisikia vizuri, hali ya kuwa anafunga lakini haswali. Ndugu yangu Muislamu, unatakiwa uzingatie ya kwamba ibada hizi mbili lazima uziweke pamoja, funga na swala. Usizembee yoyote katika ibada hizo mbili. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema qad aflaha almu'minun, kwa hakika wamefaulu waumini. Waumini gani? Allah subhanahu wa ta'ala akasema alladhina hum fi salatihim khashi'un, wale ambao katika swala zao ni wenye kunyenyekea, wale ambao ni wanyenyekevu katika swala zao. Hao ndio aina ya waumini ambao watakuwa ni wenye kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akatilia mkazo katika aya nyingine akasema hafidhu ala salawati, zihifadhini swala, ziswalini swala na ziswalini kwa wakati wake. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, hakika swala zimekuwa kwa waumini ni jambo ambalo ama ni faradhi ambayo imewekewa wakati maalum. Sio ibada ambayo pale utakapojisikia wewe kwamba sasa hivi una kazi zako unazikamilisha, sasa hivi umechoka kidogo, basi pale utakapojisikia ndio utaenda kuitekeleza ibada hiyo. La, swala ni faradhi, ni ibada ambayo imewekewa wakati maalum. Allah akasema hafidhu ala salawati, zihifadhini swala, ziswalini kwanza zipatikane, lakini pia ziswalini kwa wakati wake. Wasalati al-wusta, na swala ya kati na kati. Waqumu lillahi qanitin, nasimameni kwa Allah subhanahu wa ta'ala qanitin khashi'in muti'in, simameni kwa Allah subhanahu wa ta'ala mkiwa ni wanyenyekevu, watiifu, wenye kunyenyekea, wenye kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tuyazingatie hayo machache ambayo tumeyazungumza katika muda wetu huu mchache, na kwa hakika hayo tuliyoyazungumza yataleta matunda katika maisha yetu pale ambapo tutaingiza katika maisha yetu ya kila siku. Tuyaishi maneno hayo, tujitahidi katika mwezi huu tufungamanishe swala na funga zetu, lakini pia tujitahidi kuzihifadhi swala zetu kama amara Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ambavyo ametuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala iqamati as-salati wa ada'i as-siyami ala wajhi alladhi yurdika. Allahumma ij'alna mimman yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana wa du'aana waj'alhu khalisan liwajhika al-karim. Qumu ila salatikum ya Allah.